tena tunaenda kuongelea kuhusu bara letu la Afrika. Kwa nini Afrika? Bara lenye kila kitu, lakini kwa sasa linachukuliwa kama bara la shida. Afrika ni bara lenye almasi, lenye magogo, lenye misitu, tena lenye mito. Visiwa vilivyomo kwenye Afrika kweli havituruhusu sisi kuishi kwa maisha yenye kutegemea nchi za mbali wala nchi za wazungu. Kongo ni mto wenye kutarajiwa duniani, ni mto wa pili duniani. Ukiondoa ule mto wa Amazon, kuna kuja mto Kongo. Lakini pamoja na hizo mali zetu, mpaka sasa tunaishi kwa maisha ya kutegemea wazungu. Kwa nini? Tukitazama waliotangulia, walioanzisha vuguvugu za ukombozi wa Afrika, wala waliokuwa kwenye usukani wakigombea kukombolewa kwa Muafrika wala freedom fight, tunaona kwamba walikuwa ni vijana kama sisi, lakini sisi tunakwama wapi? Tazama Nelson Mandela, Robert Mugabe, tazama Nyerere, tazama Patrice Lumumba, tazama Samora Machel. Amkeni Afrika, amkeni mkaikomboe nchi yenu. Tusiishi kwa kutegemea kwenye bara la Afrika wa viongozi wanachagua kufa wala kuua watu wako. Kama hauchagui kuua watu wako, basi chagua kufa. Kwani kuona Afrika ikiungana, tukiwa na muungano wa Afrika. Vijana amkeni, tumeni sauti yenu, tupate Afrika yenye muungano. Tusiishie kwenye muungano wa Jamhuri ya Tanzania basi, ili tupate muungano wa Afrika. Mipaka ambayo tunailinda kwa gharama zetu iondoke kabisa. Hapo tunamuona kaka Nelson Mandela, pumzika kwa amani. Tunamuona Kwame Nkrumah, huyo ni rais wa Ghana. Anamsikiliza Jomo Kenyatta, huyo alikuwa mwana mapinduzi wa Kenya. Sisi tunakwama wapi? Hamed Seketure, huyo ni wa Guinea. Emery Patrice Lumumba, huyo ni wa DRC. Kuna kwa Robert Mugabe, huyo ni wa Zimbabwe. Tuwaenzi sana ndugu zetu. Wake up Africa, amka Africa.